Matumaini yangu makubwa kwamba ubuheri wa afya. Hujambo na karibu kwenye habari zetu za runinga ya Zitech. Hujambo na karibu, jina langu ni Sam Ali. Tunaanza na vidokezo. Mashirika ya haki za binadamu yataka haki kutendeka dhidi ya kifo cha Albert Ojwang. Waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amejitia taabani. Ubongo wa mchuuzi wa barakoa Kariuki haionyeshi tena dalili za maisha. Kifo cha Albert Ojwang imezua hasira kubwa miongoni mwa Wakenya, huku mashirika ya haki za kibinadamu yakitaka uchunguzi wa kina na haki kutendeka. Mengi zaidi tumpate mwanahabari wetu Viona Anyango. Polisi wafikishwa mahakamani kwa kifo cha mwanablogu Albert Ojwang. Maafisa watatu wa polisi pamoja na watu wengine watatu wamefunguliwa mashtaka ya mauaji kufuatia kifo cha huyu mwanablogu na mwalimu wa siasa aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Amejigonga kwa kichwa, hakuna jeraha. Jeraha liko kwa pua na kwa mdomo na kwa macho. Yamefura. Macho yake yamefura. Wale waliopiga picha, wale wanaweza kwenda kushuhudia, wameona mwili ulivyo. Ni mtu amepigwa, aidha amesukumwa kuenda kwa ukuta, amepigishwa kwa ukuta, ama mtu amepigwa na kitu. Awali kifo chake kiliripotiwa kuwa ni kujiua, lakini uchunguzi wa baada ya kifo umebaini alifariki kutokana na majeraha ya kupigwa. Kisa hiki kimezua maandamano zaidi dhidi ya ukatili wa polisi. Nikiripotia runinga ya Zitech TV, jina langu ni Viona Onyango. Kauli tata kuhusu matumizi ya nguvu kwa idara ya polisi. Murkomen alikosolewa vikali na chama cha mawakili LSK baada ya kutoa agizo kwa polisi kuwapiga risasi raia watakaovamia vituo vya polisi. LSK inasema agizo hilo ni kinyume cha katiba na kwamba waziri hana mamlaka ya kutoa amri kama hiyo, bali ni jukumu la Inspekta Jenerali wa polisi. Mwanahabari wetu Kerempe Felix amezamia mengi zaidi. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amejikuta katika moto wa lawama kufuatia matamshi yake ya tata alionekana kuhalalisha matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi dhidi ya waandamanaji. Katika hotuba aliyotolewa mbele ya vyombo vya habari jijini Nairobi mnamo wiki hii, Waziri Murkomen alinukuliwa akisema ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki. Mtu mwenye anasubiwa mawe polisi anataka kuua polisi, ati atakuja kupembelezwa. Anakuja bunduki ni mandazi. Kauli hiyo ilitolewa wakati mvutano wa kisiasa unaoambatana na maandamano ya kupinga gharama ya maisha na miswada ya serikali iliwashangaza wengi, wakiwemo wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi wa dini na hata baadhi ya wanasiasa wa chama tawala. Chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kilitoa taarifa kali kikisema kuwa matamshi hayo ni ukiukaji wa katiba, hasa kipengele kinacholinda haki ya kuandamana kwa amani na uhai wa raia. Je, tutachagua utulivu wa mazungumzo au ukimya wa risasi? Nikiripotia runinga ya Zitech, mimi ni Kerempe Felix. Mchuuzi wa barakoa Boniface Kariuki aliyepigwa risasi kichwani na polisi wakati wa maandamano. Kwa sasa madaktari katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta wamethibitisha kuwa ubongo wa Kariuki hauonyeshi tena dalili za maisha, ingawa viungo vyake vingine bado vinafanya kazi. Felix Kimuyu na mengi zaidi.
Hali ya kiafya ya Boniface Kariuki inaonyesha kuwa ubongo wake hauonyeshi tena dalili za kufanya kazi, kufuatia jeraha la risasi kichwani alilopata wakati wa maandamano jijini Nairobi. Madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wamethibitisha kuwa Boniface yupo katika mashini ya kumsaidia kupumua, lakini hana tena fahamu wala uwezo wa akili wa kujitambua. Familia yake ikiongozwa na msemaji wa familia imesema haijapewa maelezo ya moja kwa moja kutoka kwa madaktari kuhusu hali yake ya kiafya kiujumla, jambo linaloongeza msongo wa mawazo kwao. Happening, and the reality of the things what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. So that's where and how far we are. Kwa sasa wanasubiri hatua ya mwisho, huku wakikabiliwa na bili kubwa hospitali na ukosefu wa majibu ya wazi kutoka kwa mamlaka husika. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now. So we are praying and hoping now for the well wishers, because now when somebody has been confirmed brain dead, we know what it means. So the brainstem of Boniface Mwangi Kariuki is not working any longer. Nikiripotia runinga Zitek TV, jina langu ni Felix Kimuyu. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua atoa kauli yenye maneno makali kuhusu maandamano ya hivi majuzi ya vijana wa Gen Z. Gachagua alikanusha vikali madai kwamba alifadhili au kupanga maandamano hayo kama wanavyodai viongozi wa Kenya Kwanza na ODM. Na tukizamia kwenye masuala ya michezo, mwanahabari wetu Tual Haratib na mengi zaidi. Mabingwa wa ligi ya taifa ya Super League Nairobi United walitawazwa washindi wa kombe la FKF baada ya ushindi wa 2-1 dhidi ya wababe wa ligi kuu Gor Mahia Jumapili na kukamilisha mchujo wa nyumbani mara 2 na kujikatia tikiti ya kushiriki kombe la shirikisho la CAF. Timu hiyo mpya ya ligi kuu ya Kenya iliyopanda daraja ilionyesha nia yao mapema katika mechi hiyo na hivyo kuambulia patupo katika kipindi cha kwanza. Kwa kweli ilikuwa ni ngome ya kurushwa, na hili hapa logoni ambalo liweza kupatikana. Mchezaji Frank Oya dakika ya 6 tu ya mchezo akapiga makasi mazuri kabisa, kitu ambacho moja kwa moja kiliweza kuwanyanyua wachezaji kwenye benchi, mashabiki kwenye stands kule kurejea mchezoni. Kazi nzuri pale ya mchezaji Sharif Musa, alikuwa amemwona Rolls Royce MVP Austin Odhiambo akamweka Bernard Ouma chini. Mwisho wa siku Ben Stanley Omondi mali ya taifa, ule mpira akamwona Ernest Mohamed kwamba hayupo kwenye himaya nzuri, mbele yake kuna uzio wa wachezaji wenzake moja kwa moja kina Kevin Osanya, na mpira ule ukaweza kucheka na nyavu. Kwingineko ni kwamba mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Kenya Boniface Ambani ndiye mwenyekiti mpya wa FC Leopards kufuatia uchaguzi wa klabu iliyofanyika Jumapili katika kituo cha michezo cha kimataifa cha Moi Kasarani. Ambani ambaye pia alishiriki katika ulingo wa Leopards enzi za ujana wake alipata jumla ya kura 1101 dhidi ya 682 za mpinzani wake wa pekee Enos Mutoka. Mshambulizi huyo wa zamani wa Yanga SC anachukua nafasi ya mwenyekiti aliyemaliza muda wake Dan Shikanda, mchezaji mwingine wa zamani wa kimataifa wa Kenya ambaye amemaliza mihula yake miwili kama rais wa Ingwe. So much we have to expect from me and the office, the guys who have been elected. So the work starts immediately tomorrow, because you need to understand the league is over and we need to release the players. We need to know who is remaining, who is coming in. So much to be done. Na tunasema asante sana kwa wote ambao wametutazama ndani ya runinga ya Zitek TV. Langu jina ni Sam Ali, tuungane tena wiki ijayo.